Mtazamaji, hujambo popote pale ulipo, karibu katika habari ya kutwa nzima leo kutoka hapa Channel 10 Plus. Mimi ni Lulu Ali, karibu tu sote. Zaidi ya shilingi bilioni 2.225 zimepatikana kupitia mchango wa ahadi za wadau mbalimbali kwa ajili ya mfuko wa matibabu ya upandikizaji wa figo na uloto, ikiwa ni sehemu ya kampeni ya kukusanya zaidi ya shilingi bilioni 7 zinazohitajika na hospitali ya Benjamin Mkapa BMH ili kuokoa maisha ya wagonjwa wanaohitaji huduma hizo nchini. Manimbando anatueleza. Akizungumza katika hafla ya Okoa Maisha Gala iliyoandaliwa na hospitali ya kanda ya Benjamin Mkapa kwa kushirikiana na Jumuiya ya Umoja wa Wanawake wa Chama cha Mapinduzi CCM UWT jijini Dodoma, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali itaendelea kuwekeza katika sekta ya afya kwa kuboresha miundombinu, kuongeza vifaa tiba na kuimarisha huduma za kibingwa sambamba na kuhamasisha ushiriki wa wadau katika kuokoa maisha ya wananchi. Gharama hizi ambazo zinatajwa kwa mtoto mmoja kwa namba, kwa tarakimu, unaweza ukaziona ni za kawaida, lakini kwa Mtanzania wa kawaida mwenye mtoto mwenye tatizo hilo, jambo la aina hii ni kubwa sana. Na Mheshimiwa Rais alinituma niwahakikishie hiyo. Serikali itaendelea kuwa bega kwa bega nanyi. Awali, Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa amesema serikali inaendelea kuimarisha huduma za kibingwa kwa kuwekeza katika miundombinu, vifaa tiba na rasilimali watu, huku akitoa wito kwa wadau mbalimbali kuendelea kuunga mkono mfuko wa matibabu ya upandikizaji wa figo na uloto ili kuongeza fursa za wagonjwa kupata matibabu hayo hapa nchini. Vilevile serikali inaendelea kusimamia maandalizi ya kituo cha umahiri Afrika Mashariki cha upandikizaji wa uloto, sayansi ya magonjwa ya damu, pamoja na kukamilisha kituo cha saratani cha hospitali ya Benjamin Mkapa. Sababu namba 2 ilikuwa ni kwa sababu ya gharama kuwa kubwa nje ya bajeti zetu za kawaida. Mfano, upandikizaji uloto unagharimu milioni 75 kwa mtoto mmoja. Binafsi linapokuja suala la kuokoa maisha ya wananchi, huwa sina maswali. Ninachojua mimi ni kutaka kuwa sehemu ya kuokoa maisha ya wananchi kwa kuunga mkono mkakati uliopo na kufanikisha mpango huo. Hafla hiyo imefanyika usiku wa kuamkia leo jijini Dodoma na kufanikiwa kukusanya zaidi ya shilingi bilioni 2.225 kupitia michango na ahadi za wadau mbalimbali. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Naam, Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA imezindua mradi wa zaidi ya shilingi bilioni 70 jijini Arusha, ikiwa ni sehemu ya mkakati wa kugeuza maeneo yake kuwa vitega uchumi. Ifuatayo ni taarifa zaidi. Katibu Mkuu wa BAKWATA Alhaji Nuhu Mruma amesema mradi huo utajumuisha maduka, shule, hospitali, nyumba za makazi na msikiti, huku ukiwa mradi wa 3 baada ya Kagera. Tumeanza na kule Kagera ambapo tuna mradi wa thamani ya bilioni 8.5 ambao mwezi ujao unaanza kazi. Lakini pia tunao mradi wa kule Iringa wenye bilioni 23 ambao nategemea kuanza ujenzi hivi karibuni. Lakini mradi wa 3 ni huu hapa Arusha, eneo la Njiro. Kwa upande wake, Shehe wa mkoa wa Arusha Sheikh Shabani Juma amesema msaada huo utachochea maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa Waislamu na wananchi kwa ujumla. Na leo tumeingia kwenye mawasilisho ya ndugu zetu hawa. Ndani ya hiyo miaka 2, miaka 3 tutasahau maumivu ya kutokuwa na jambo kama hili. Meneja wa kanda ya kaskazini wa CRDB Bank, Cosmas Sadat, amesema benki hiyo ipo tayari kushirikiana na BAKWATA kufanikisha mradi huo, huku msanifu majengo Kasmiri Tobangi akieleza kuwa hatua ya upembuzi yakinifu imekamilika. Naomba kuhakikisheni kwamba CRDB tuna kila sababu ya kushirikiana na BAKWATA pamoja na taasisi nyingine zote katika kuhakikisha kwamba tunaleta maendeleo ya jamii bila kupenda kwa awamu. Basi tunataraji mradi huu unaweza kufanyika ndani ya miaka 3. Jamila Omar, Channel 10, Arusha.
Haya, mkuu wa mkoa wa Tanga Daktari Batilda Buriani amesema uwekezaji katika sekta ya elimu kupitia fedha zitolewazo na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu mbalimbali ya elimu umesaidia kuongeza kiwango cha ufaulu kwa wanafunzi mkoani humo. Ernest Mbezi kutoka Handeni anatueleza. Dr. Batilda Buriani amesema hayo wakati akizindua mradi wa vyumba 4 vya madarasa ya shule ya msingi Imani, ikiwa ni kilele cha wiki ya kumshukuru Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, ambapo ametumia nafasi hiyo kuelezea hali ya ufaulu kwa wanafunzi, akitolea mfano kwa halmashauri ya wilaya Handeni ambayo imefanya vizuri katika matokeo ya mtihani wa kidato cha 6. Ndio maana nilipoambiwa kuna jambo linahusu elimu la uzinduzi wa madarasa haya, nikasema ni lazima nije nifikishe huu ujumbe kwamba uwekezaji wa Mama Samia Suluhu Hassan katika elimu imeleta tija na matunda tumeyaona. Kuhusu wiki ya kumshukuru Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ambayo imehitimishwa siku ya leo kwenye halmashauri hii, mkuu wa mkoa wa Tanga Balozi Dr. Batilda Buriani pamoja na mkuu wa wilaya Handeni Salum Nyamwese na baadhi ya wananchi wamesema, hongereni sana kwa hili jambo ambalo mmelifanya. Kama mnavyojua, mkoa wetu tumepata fedha nyingi. Katika kipindi chote tumepata zaidi ya trilioni 3. Na fedha hizi zimeenda katika miradi mingi sana. Sisi halmashauri yetu ya wilaya kwa mwaka wa fedha 2025/26 tuliidhinishiwa na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuletewa fedha kiasi cha shilingi bilioni 10 kwenye miradi ya maendeleo. Lakini mpaka tunamaliza mwaka wa fedha tumeweza kupokea takribani bilioni 12 katika kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo. Kiukweli mimi nimefarajika sana tena sana katika upatikanaji wa madarasa haya. Kwenye swala zima la elimu tumefanywa kazi kubwa sana na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi ni Ernest Mbezi, Channel 10. Naam, mtazamaji, wakati maambukizi ya Ebola yakizidi kusambaa kwa kasi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wafanyakazi 7 wa misaada kutoka Marekani wamewekwa karantini nchini Kenya kufuatia masharti mapya ya Marekani kwa wanaorejea kutoka maeneo yaliyoathiriwa na Ebola. Waziri wa Afya wa Kenya Adan Duale ametangaza kusimamishwa mara moja kwa ujenzi wa kituo hicho baada ya serikali kupatikana na hatia ya kupuuza mahakama kwa kushindwa kutii amri za kusimamisha ujenzi wa kituo hicho cha karantini licha ya agizo la mahakama kuhusu kituo hicho kimeendelea na shughuli zake. Mkurugenzi mkuu shirika la afya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema huu sasa ni mlipuko wa 3 kwa ukubwa katika historia ya Ebola, akibainisha kuwa katika mwezi mmoja uliopita virusi hivyo vimeenea kwa kasi ambayo haijawahi kurekodiwa. Tukiendelea mbele zaidi, mtazamaji, tangi kubwa la kuhifadhi maji linalohudumia maelfu ya wakazi wa kata ya Nairobi wilaya ya Ngorongoro limegeuka chanzo cha upotevu wa maji kutokana na uchakavu wa miundombinu yake, huku wananchi wakiomba serikali kuingilia kati haraka ili kuondoa adha ya huduma hiyo muhimu. Mwandishi wetu Jamila Umar kutoka mkoani huko anatueleza zaidi. Tanki hilo linalohudumia vijiji vya Ilutulele na Kapenjiro limeelezwa kuchakaa kwa muda mrefu, huku maji yakivuja na kupunguza upatikanaji wa huduma muhimu kwa wananchi. Hii maji ndio tunategemea kwenye vijiji vyote 3 vya kata ya Nairobi. Kwa hiyo kuna wengine hata kufika hapa watakuja kulala kwenye maboma mengine, alafu watafika kesho. Watalala na mifugo alafu wanafika kesho kwenye maji. Na hii maji ndio tunatumia wote, wanyama, watu. Wakazi hao wamesema licha ya maji hayo kutumika kwa matumizi ya nyumbani, pia ni muhimu kwa kunyweshea mifugo. Hivyo wameiomba serikali kuchukua hatua za haraka kulikarabati. Wakaje kujenga tenki kubwa lenye ujazo wa maji mengi kwenye kijiji hiki, kwa sababu maji yanamwagika na tenki limeisha kwa ubofu. Tunakuwa na nguvu kazi katika uendeshaji wa mradi, lakini tunaomba tenki kubwa likajengwe la kusambaza maji maeneo haya ya ng'ambo chini ya milima Shimo la Mungu ili na mifugo wakapate majani. Akizungumza wakati wa ziara ya kukagua miradi ya maendeleo na kusikiliza kero za wananchi, mbunge wa jimbo la Ngorongoro yani Kindoinyo ameahidi kuzifikisha changamoto hizo katika mamlaka husika ili zipatiwe ufumbuzi wa kudumu. Nazichukua hizi zote kuanzia maji, hospitali, barabara, walimu, maafisa mifugo na nyanda za malisho na migogoro ya mipaka
ya wilaya ya Monduli, Longido na Ngorongoro, zote nazichukua. Naenda kukutana na serikali, na kabla sijarudi bungeni nakuja kuwaletea mrejesho ili mjue kama mbunge wenu ameenda kufanya nini kushughulikia kero zenu. Mbali na tatizo la maji, wananchi wa Nairobi pia wameomba serikali kumaliza mgogoro wa muda mrefu wa mipaka na maeneo ya malisho kati ya wilaya za Longido na Monduli, wakisema umeendelea kwa zaidi ya miaka 10 na kuendelea kuzua migogoro kati ya wafugaji. Jamila Omar, Channel 10, Ngorongoro, Arusha. Haya, shukrani sana Jamila Omar kwa taarifa hiyo. Mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira mjini Mtwara, MTUWASA, ametoa pendekezo la upandishwaji wa bei za maji kutoka shilingi 1896 hadi 2755 kwa unit moja ya maji ili kuwezesha mamlaka kuhudumia jamii kwa ufanisi. Mwandishi wetu Adam Malima kutoka mkoani Mtwara ana taarifa zaidi. Mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira mjini Mtwara, MTUWASA, inakusudia kuongeza bei za maji kutoka shilingi 1896 zinazotumika sasa hadi kufikia shilingi 2755 katika mwaka wa fedha 2026-2027. Tumeomba marekebisho ya bei za maji yapitiwe upya kwa sababu taasisi kwa sasa imekuwa ikiyumba katika kutoa huduma nzuri kwa wateja wetu. Mara ya mwisho bei zimefanyiwa kazi mwaka 2022 ndio tulipewa bei rasmi za kuendesha taasisi. Sasa bila kufanya namna hii taasisi itashindwa kujiendesha na hatimaye watu hawatapata huduma. Mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji ya EWURA imewakutanisha wakazi wa manispaa Mtwara Mikindani pamoja na wadau mbalimbali ili kujadili mapendekezo haya. Taratibu zinazitaka mamlaka za maji nchini kufanya mapitio ya gharama zake ili kubaini kama bei ya maji inayotozwa inawezesha utoaji wa huduma ya maji kwa ubora, huku maisha ya wateja na wadau yakizingatiwa. Tunao wajibu wa kulipia hizo gharama, lakini pia tunayo haki ya kuhoji ubora wa huduma tunayoipata bila kikwazo chochote. Hata hivyo, watumiaji wa maji katika mji huu wa Mtwara wanaeleza kwamba kupanda kwa gharama hizi kuendane na uboreshaji wa huduma ili kuhakikisha kwamba wananchi wanapata huduma ya maji wakati wote. Kwa nini wanaomba? Ili kuboresha miundombinu, lakini kuboresha huduma kwa wananchi. Na sisi tunachohitaji wananchi ni huduma bora. Kwa hiyo hata kama tutapandisha bei, kama miundombinu hii haijafika vizuri, itakuwa ni tabu upatikanaji wa maji kwenye maeneo yetu. Kutoka mkoani Mtwara, Adam Malima, Channel 10. Rais wa China Xi Jinping amehimiza ulimwengu uende sambamba katika ukuaji na uendelezwaji wa akili mnemba na kusema teknolojia ya akili mnemba haipaswi kudhibitiwa na taifa moja pekee. Amesema hayo wakati wa ufunguzi wa mkutano wa dunia wa akili mnemba na kutahadharisha juu ya kutumia AI kwa kiasi kikubwa kwenye masuala yanayohusu usalama wa taifa, kwani wasiwasi unaongezeka kuhusu matumizi ya AI kwenye shughuli za kijeshi au kutumiwa na wadukuzi wa mifumo ya kompyuta ama magaidi. Mkutano huo wa siku 4 unakutanisha zaidi ya washiriki 1400 kutoka ndani na nje ya China, ikiwa ni pamoja na maafisa, watafiti na wamiliki wa viwanda, na kusisitiza kuhusu usimamizi kwenye sekta hiyo bado ni muhimu. Waziri Mkuu mstaafu Mheshimiwa Mizengo Pinda ametoa wito kwa wananchi wanaoishi karibu na misitu ya mijini kuepuka kuchoma moto maeneo hayo, akisema vitendo hivyo vinaharibu mazingira na kusababisha hasara kubwa kutokana na uwekezaji unaofanywa katika upandaji na utunzaji wa miti. Amani Mbando anatueleza zaidi. Misitu ya mijini, yani urban forest, ni maeneo ya misitu na uoto wa kijani yaliyopo ndani na pembezoni mwa miji yanayohifadhiwa au kupandwa kwa lengo la kulinda mazingira, kuboresha hali ya hewa na kuinua ustawi wa wakazi. Akizungumza wakati wa zoezi la upandaji miti katika msitu wa uhifadhi wa Taasisi ya Mazingira ya Habari Conservation HCO uliopo Njedengwa jijini Dodoma, Mheshimiwa Pinda amesema jamii inapaswa kuendelea kuelimishwa kuhusu umuhimu wa misitu ya mijini na kuepuka kuchoma moto maeneo hayo. Kwa hiyo hili unaloliona hapa ni elimu zaidi ndio tunatakiwa tuifanye,
kuelimisha kwa nini jamani miti hii msilogwe mkaacha moto ukao unaunguza. Kwa mujibu wa uongozi wa taasisi ya HCO, zoezi la upandaji miti katika eneo hilo si la kwanza, kwani baadhi ya miti iliyopandwa awali iliteketea baada ya eneo hilo kuchomwa moto, hali iliyolazimu kuendelea na upandaji wa miti upya. Tutapata faida kubwa sana tukiwa na misitu ya kutosha ambayo imepandwa na uoto asili, hasa Dodoma inapoteza miti asili kwa wingi. Kupitia nyinyi Jeshi la Polisi tunaomba mtusaidie ni namna gani tunaweza kupata kuwa na ulinzi katika eneo hili. Hivyo serikali na wadau wengine wa miti wanatakiwa watoe elimu kwa wananchi ili kuepuka hizi athari za moto na mambo mengine ambayo yanaweza kusababisha uharibifu wa mazingira. Msitu huo wenye ukubwa wa hekta 25 unatarajiwa kuwa na zaidi ya miti 20,000 ambapo miti 2,000 imepandwa leo kwa ufadhili wa mradi wa bomba la kusafirisha mafuta ghafi kutoka Uganda hadi Tanga, yani EACOP. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Naam, mtazamaji, wakulima wa korosho mkoani Songwe wameiomba serikali kupitia bodi ya korosho kwa kushirikiana na kuchukua hatua za kudhibiti mifugo inaovamia mashamba ya korosho, hali inawafanya wakulima kushindwa kuzalisha zao hilo kwa wakati. Mwanahabari wetu anatufafanulia zaidi. Wakulima wamesema uzalishaji wa korosho umeshuka kutokana na mifugo kuingia kwenye mashamba na kuharibu zao la korosho, huku wakiomba serikali kuingilia kati changamoto hiyo. Changamoto ni kwa wafugaji. Yaani hawana ulinzi mzuri kwenye mifugo, wanachungia mifugo kwenye mashamba hayo kiasi kwamba mifugo ile inaharibu korosho na inavunja ile miti. Yaani ukizungumzia wafugaji, manake mifugo inaharibu zile korosho, lakini pia ukibahatika yani kwamba ile miti ikakuwa vizuri ikazaa tena watoto wanaharibu korosho, manake wanataka yale mabibo. Upande wake afisa kilimo bodi ya korosho Tanzania Mandela Chikawe amesema mazungumzo baina ya bodi na wafugaji yataendelea kufanyika ili kuhakikisha changamoto ya mifugo kuingia kwenye mashamba ya korosho inamalizika. Kama bodi ya korosho kwa kushirikiana na halmashauri tumefanya maamuzi ya kukutana na viongozi wa wafugaji ili kuweza kujadili changamoto hiyo kwa ajili ya kuitatua. Lazima uhakikishe kwamba kwenye eneo lako ambao umepanda mikorosho ng'ombe wasiingie, na hakuna njia nyingine zaidi ya kufanya nini, ya kujenga fence. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Epimax Apolinari, Channel 10. Naam, shukrani sana Epimax Apolinari kwa taarifa hiyo. Halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Iringa imepitisha kwa kauli moja azimio la kumpongeza mwenyekiti wa CCM Taifa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan pamoja na serikali anayoongoza kwa kuendelea kutoa fedha za maendeleo zinazowezesha utekelezaji wa miradi mbalimbali ya kimkakati ambayo imekuwa sehemu ya mabadiliko makubwa hususan katika maeneo ya pembezoni kupitia uboreshaji wa sekta za kilimo, afya na elimu. Azimio hilo limefikiwa katika kikao cha halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Iringa. Clement Sanga ana taarifa zaidi. Akisoma azimio hilo mbele ya wajumbe wa kikao hicho, katibu wa CCM mkoa wa Iringa Saidi Goha amesema serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan imetoa fedha nyingi ambazo zimeongeza upatikanaji wa huduma muhimu na kuchochea maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa wananchi wa mkoa huo. Ukamilifu wa miradi hiyo utapunguza changamoto za wananchi ndani ya mkoa wa Iringa. Baadhi ya miradi mikubwa inayoendelea kujengwa ni pamoja na: moja, mradi wa umwagiliaji maji wa Mkombozi ambao unajengwa tarafa ya Pawaga wenye thamani ya bilioni 70, ujenzi wa barabara ya lami kutoka Iringa kwenda Msembe wenye kilomita 104 wenye thamani ya zaidi ya bilioni 112. Awali mwenyekiti wa CCM mkoa wa Iringa Daudi Yasini amesema ziara ya kamati ya siasa ya chama hicho ya siku 3 mkoani humo iliyomalizika hivi karibuni imeridhishwa kwa sehemu kubwa na utekelezaji wa ilani na hasa katika ukamilifu wa miradi mbalimbali ya maendeleo. Kwa hiyo tumekagua miradi, tumeridhika na miradi yote ilikuwa ni miradi ya kimkakati. Tulipokuwa Kilolo tulitembelea shule mpya ya sekondari
na tulitembelea chuo cha VETA kinachojengwa. Fedha iliyopokelewa katika mkoa na matumizi yake katika mwaka wa fedha 25/26, serikali imewezesha mkoa kupokea shilingi bilioni 287 kupitia halmashauri na taasisi zilizopo katika mkoa huu ili kutekeleza programu na miradi mbalimbali katika mkoa. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika huduma za afya kwa mwaka wa fedha 2025/2026, sehemu ya afya, ustawi wa jamii na lishe ilipokea jumla ya shilingi bilioni 552 kutoka kwenye vyanzo mbalimbali vya fedha kwa ajili ya utekelezaji wa shughuli za ngazi ya mkoa. Kutoka mjini Iringa mkoani Iringa, mimi ni Clement Sanga wa Channel 10. Na mtazamaji, taarifa yake hiyo Clement Sanga kutoka mkoani Iringa ndio inayotupa wasaa kwenda kupata mapumziko mafupi. Tukirejea hapa tunakuja kuendelea mbele zaidi katika upande wa biashara na uchumi. Endelea kusalia nasi, mimi ni Lula Ali na hii ni Channel 10 Plus.